Hivi vyumba vilikuwa vikihifadhi watumwa na kwa sababu soko la biashara ya utumwa lilikuwa ni mara 2 kwa wiki. Kwa hiyo kwa watumwa ambao watafika siku ambao sio siku ya soko, watahifadhiwa humu ndani kusubiria siku ya soko. Na kwa wale watakaopelekwa sokoni au mnadani tunasema wasiuzwe kwa hiyo siku, pia watatakiwa kurudi tena kusubiria siku nyingine ya soko. Kwa hiyo kwa sasa tuna vyumba 2 vilivyobaki, lakini kabla tulikuwa tuna vyumba 15. Kwa hiyo hiki chumba kilikuwa ni chumba cha wanawake pamoja na watoto, na kilikuwa kikichukua wanawake 50 na watoto 25. Kwa hiyo watu 75 ndani ya hiki chumba. Na chumba cha pili kilikuwa ni cha wanaume ambacho kilikuwa kinachukua wanaume 50. Ila chenyewe ni kidogo, hiki ni kikubwa kidogo. Lakini huu mfereji tunaoona hapa ulikuwa ukitumika kama choo kwa sababu kipindi hicho hili eneo lilikuwa limezungukwa na maji. Hivyo kipindi kile wanaita maji kujaa, maji yalikuwa yanafika mpaka huku ndani na yanaosha uchafu wa choo. Lakini kulikuwa hakuna taa, yani ilikuwa ni giza, na dirisha lilikuwepo dirisha moja tu la katikati, ndio dirisha halisi. Dirisha lile pale. Na hivi vyumba vilibaki kwa sababu kipindi walipomkomesha biashara ya utumwa 1873, Waingereza ambao ndo wale wa mishonari walivunja vyumba vingine vile vilivyokuwepo katika ile jengo tuloingilia, na wakaanza kujenga hilo jengo 1877 likitumika kama hospitali. Kwa hiyo hivi viwili waliviacha na wakivitumia kama store ya kuhifadhia dawa. Tupo katika chumba ambacho kilikuwa kinatumika kuwahifadhi watumwa baada ya kufika hapa Zanzibar. Kwa hivyo walikuwa wanakuja kuhifadhiwa kwenye chumba hiki kama ambavyo unakiona. Tumeambiwa kwamba chumba hiki kimoja na udogo wake huo ambao unauona kilikuwa kina uwezo ama kilikuwa kinatumika kuhifadhia watumwa 50, na hiki ni chumba cha wanaume. Lakini chumba cha wanawake kule mwenyeji wetu ametuambia kwamba chenyewe kilikuwa kina uwezo ama kilikuwa kinatumika kuhifadhia watumwa 75, watoto 25 na wanawake watu wazima 50. Kwa hivyo unaweza kuona namna gani walikuwa wakipata wale watumwa baada ya kufika hapa walikuwa wanapata shida kweli kweli chumba kama hiki. Na huu mtaro ambao unaona hapa tumeambiwa kwamba wenyewe ulikuwa unatumika kama choo. Kwa hivyo wao walikuwa wanakaa huku juu, lakini wakitaka kujisaidia wanajisaidia hapa katikati, na maji yakiingia yanakuja yanatoa. Kwa hivyo hiyo ndio historia ambayo tumeweza kupewa na mwenyeji wetu. Tuko hapa Zanzibar na tunaendelea kukuambia kitu ambacho kiweza kufanyika. Lakini wametuambia kwamba huku ilikuwa ni kwa ajili ya kuwahifadhi, kwa sababu tumeambiwa soko la watumwa ilikuwa ni siku mara 2 kwa wiki. Kwa hivyo walikuwa kifikishwa na ingizwa humu, wakishamaliza hapa siku ya mnada wanapelekwa sokoni, wa wale ambao wamebakiwa wanarudisha tena humu, kwa wataendelea kukaa humu mpaka wapate wanunuzi, ndio watakuwa naruhusiwa kutoka humu. Hii ndio historia fupi ya chumba kama hiki.